Asante Mungu wa baraka, asante Mungu wa Bwana, asante mfalme wa ajabu. Tukuza Bwana na utukufu kwako wewe, sifa ni zako na utukufu ni wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amina. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu, songea viti vya mbele. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na tunamshukuru Mungu kwa hiyo nafasi ambaye ametupatia tena siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wewe unayetazama popote ulipo, tunasema pia karibu sana katika ibada hizi ama kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Umebarikiwa sana kuchagua kututazama katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kuongea kuhusu matendo ya imani. Matendo ya imani. Maandiko inasema kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Kumaanisha kwamba matendo ni ya maana sana ya vile ambavyo unaamini. Hiyo inamaanisha kwamba tunapaswa kuishi kwa matendo. Kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sasa kuishi kwa imani tunapaswa kuishi kwa matendo ya vile tumeamini. Tunapaswa kukua maisha yetu inayoonekana ni matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu inayoonekana halisi inapaswa kuwa ni matendo ya kuamini kwetu, kwa sababu tumeambiwa tutaishi kwa imani, na tunaona imani bila matendo imekufa. So inamaanisha kwamba tutaishi kwa matendo ya imani. Hiyo ndio maisha inayompendeza Mungu. Kuishi maisha ya matendo ya imani, hiyo ndio maisha inayompendeza Mungu, na hivyo ndivyo tunapaswa kuishi. Na natumai tukiishi hivyo tutapunguza maombi nyingi ya kwenda kutafuta kuombewa, kwa sababu vitu zingine tutakuwa tumeamini tunaziweka kwa matendo mara moja. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapaswa yale yote tunayoamini tunaweka kwa matendo. Na siku ya jana tuliona ya kwamba kuna ile general faith ambao ni general believing, ambao sisi wote tuko nayo. Tunamwamini Kristo, na ndio tukaitanishwa na kuamini we are believers because we believe in Christ. So mtu yoyote anamwamini Kristo, sote tuko na hiyo imani moja ya kumwamini Kristo. Lakini nilikwambia pia Biblia inasema imani uja kwa kulisikiliza neno la Kristo. Pia kuna imani ya kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna imani ya kujengwa kupitia
neno la Mungu unalolipokea. Inajenga imani. Na ndio nikakuambia ya kwamba tuko na watu wameokoka, lakini mambo ya magonjwa iko na shida na wao, lazima waende hospitali wakule madawa. Lakini kuna watu wameshajenga imani yao kuhusiana na magonjwa. Irudie hii vizuri kusaidie. Sehemu ya kila kitu ambayo unapitia, jenga imani yako juu ya hiyo kitu. Kuhusu kuishi, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna maandiko ambazo zinaongea kuhusu kuishi. The more utasoma hizo maandiko na kuziamini, utakuwa umejenga imani kuhusu kuishi. Sasa unaweza ukabadilisha hiyo imani yako ukaiweka kwa matendo, na utangaze kuishi kwangu ni matendo ya vile nimeamini. Kwa sababu ujue kuna mtu anaishi na kuna mtu anaishi kwa imani, kwa matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko na watu kanisani wengi tunaamini. Wengi tunaamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda wakati mtu amekufa mazishi, ndio utajua watu wamekwama kwa kuamini, lakini hakuna matendo. Vile watu wataongea, wahubiri wanaongea tofauti, ni kwa sababu hujachukua nafasi ya kujenga imani yako kuhusiana na kuishi. Tafuta scriptures, sikiliza vile maandiko inaongea kuhusu kuishi, jenga imani yako, then badilisha kutoka kwa imani, anza kuishi hivyo vile umeamini. Ni kuhusu kuendelea. Biblia inasema nini? Bwana asifiwe. Biblia inasema nini kuhusu kuendelea? Inasema aje? Hapana chukua generally useme ninaamini nitaendelea vizuri. Hapana. Unahitaji imani ijengwe kuhusu kuendelea. Maana Biblia imeongea kuhusu kuendelea. Enda fungua maandiko, soma usikie vile inaongea kuhusu kuendelea. Jenga hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukimaliza kujenga hiyo imani, sasa anza kukiri, anza kuishi hiyo kutokea kwa hiyo imani. Vitu vingi watu wanachukua hatua na hawana imani ya kujengwa kuhusu hiyo kitu. Hayuko sawa kwa hiyo line ya hiyo kitu. That's why nataka kusema siku ya leo, kila kitu ambayo tunafanya ijengee imani. Kila kitu ambayo tunafanya ijengee imani. Jengea imani. Kwa sababu imeandikwa. Imeandikwa. Maana wapendwa, kuna vitu vingi watu tunafanya, tukisikia mtu akiongea tunawachana naye. Bwana Yesu asifiwe. Jenga imani kuhusu kutoa sadaka. Haleluya. Jenga imani yako kuhusu fanya nini? Kutoa sadaka. Wewe ukikwazwa kidogo ama kutondeke nini, mambo na kutoa, unafanya nini? Unawacha. Kwa sababu sio haukukuwa na msingi wa kutoa. Kila kitu unapoijengea imani ya kuifanya, imani inakuwa ni msingi. Wacha niseme imani ni msingi. Maana msingi hauonekani. Bwana asifiwe. Msingi haufanye nini? Msingi hauonekani, lakini nyumba inaonekana. Kumaanisha ya kwamba kenye tunafanya msingi wake inapaswa kuwa ni kenye kimefichika chini. Jengea imani kila kitu ambayo unafanya. Jengea imani kila kitu ambayo unafanya. Nataka nikuambie hata watu wafanye aje, hautawacha kufanya hivyo. Lakini leo kuna watu hata wakikaza kanisani anawachana na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu tu kitendo fulani kikitendeka hata anawacha. Ni kwa sababu hakuwa na msingi wa imani wa kenye anafanya. Mimi hauwezi kuja ukaniconvince kutoa ni vibaya niwache kutoa. Sitoi kwa sababu ni vizuri kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ninatoa kwa sababu nimeamini. Na imani yangu haitoki kwa kuambiwa na watu. Imani yangu imetoka kwa maandiko. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa kifupi nasema, vitu ambavyo unavyovifanya vijengee imani. Chochote unaona unataka, anza kuijengea imani. Na jinsi ya kuijengea imani, itafutie maandiko ambayo yanaongea kuhusu hizo vitu zenye unataka kufanya. Ni nini? Ni maono gani uko nayo mbele yako? Bwana asifiwe. Ni maono gani uko nayo mbele yako? Jengea nini? Jengea maono yako imani. Maana wapendwa, pale mbele nilikuambia utakutana na bahari ya Shamu na utakutana na Jericho. Unakumbuka? Katika safari ya imani tutakutana na nini? Bahari ya Shamu
hizo ni discouragement, hizo ni vitu za kukuonyesha hakuna mahali lakini maono yako ni Canaan. Utakutana na bahari ya Shamu, utakutana na Jericho, utapatana na vitu mbele yako za kukuzuilia kwenda mahali unaenda. Sasa kama haujajengea imani Kanaani yako, bahari ya Shamu itakuzuilia kwenda. Lakini kama umejengea Kanaani yako imani, bahari ya Shamu haitakuzuilia. Haleluya. Haleluya. Nimeona watu wengi hata wakiachana na huduma. Nimeona watu wengi katika nyumba ya Bwana wanawachana na kenye walikuwa wanafanya. Ni nini mbaya? Nimekwazwa. Ni nini mbaya? Hao watu wamenisumbua sana. Ni nini mbaya? Nimepata. Hizi ni vitu utakumbana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo tutakumbana nayo, lakini wapendwa, kama kumtumikia Mungu kwetu tumeijengea imani, hauwezi ukatuondoa. Kwa sababu kando na kumtumikia Mungu, ninamtumikia Mungu kwa sababu nimeamini. Si kwa sababu tu niko na kipawa, ni kwa sababu pia nimeamini. Kwa hivyo kutumikia kwangu Mungu ni matendo ya imani yangu. Nani anaweza kuja kunidiscourage? Ni nini nitapitia niwache kuhubiri? Ni nini nitapitia niwache kumtumikia Mungu? Hakuna. Maana sio mtu alinisupport, bali ni imani imejengwa kuhusu kenye nafanya. Na waambia tena, kenye unafanya jengea imani. Na maandiko yamesema imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Sio sikiliza neno la Mungu. Leo umebarikiwa huko na simu. Leo umebarikiwa huko na simu. Sijui kama unajua kutumia simu yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Je, unatatizwa na mambo na afya? Siende kwa YouTube, Google mambo na mahubiri ya afya. Google about divine healing. Kuna wahubiri wanaongea kuhusu nini? Mambo na healing. Build your faith about healing. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Uko na shida, unafanya vitu haviendi mahali, umekwama, enda tafuta wahubiri ambao wamebarikiwa kuongea hiyo maeneo. Wasikilize, jenga imani yako kwa hiyo line. Uko na spirit ya kuahirisha vitu. Uko na spirit ya kuahirisha vitu. Si just Google. Unaandika tu hiyo. Alafu mara moja unapata kuna wahubiri Mungu amewapaka mafuta hiyo line. Jenga imani yako kuhusu hiyo. Alafu sasa anza kuimplement. Weka imani yako kwa matendo, anza kukatana na hiyo kitu. Lakini wapendwa, nimerealize hatua nyingi tunazozichukua sio za imani. Zingine tunazichukua maana tuliona fulani alichukua, ndio tunachukua. Hizo ni za kubahatisha. Nakumbuka, palipo na imani hakuna kubahatisha. Palipo na imani hatuongei kuhusu nimebahatika. Hatuendi na hiyo. Watu wa imani hatufanye nini? Mimi hakuna kitu mimi siishi kwa bahati. Nikienda kwa kazi ni faulu, sitasema nimebahatika. Leo nilikuwa na bahati mzuri. Mtu wa imani hakuna kitu kinaitwa bahati. Hatuendi na bahati. Hatubahatishi. Niko na bahati mzuri, nimebahatika. Sisi si wa hiyo. Sisi tunafanya kazi na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni watu wa nini? Watu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri jengea imani hizi vitu zenye uko nazo. Jengea imani. Jengea imani maisha yako. Jengea imani level yenye umefika. There is another level. Jengea hiyo kitu imani. Watu watakudiscourage, watu watakufanyia zote, lakini watashangaa, mbona unasimama? Mbona unasimama? Mbona uachani? Mbona uachani? Ni kwa sababu hauifanyi kwa sababu watu wanafanya. Unaifanya kwa sababu unaamini. Unajua hivyo? Haleluya. Haleluya. Kuna dhehebu tuko nazo zinaitwa cult. Wewe unajua kutoa mtu hapo ni ngumu. Unajua kutoa mtu kwa hizo cult ni kazi ngumu. Tena sana. Ni nini inaifanya na kuwa ngumu? Na unaona watu wanafanya kitu mbaya. Ni nini? Faith. Ni imani alionayo kwa Kenya anafanya. Si tuliona watu hapa sehemu ya nini? Kunaitwaje huko? Siaya huko. Kuna kanisa iko pale ni cult. Wanafungia watu ndani. Mtu yako anakufa anazikwa tu mara moja. Wameshika watu sijui 57. Wamewaweka huko ndani, sijui ni wagonjwa wafanye nini. Watu wanateswa huko, watu wanakuwa like slaves. Unaambiwa ukitoka nje ya hiyo compound
wewe umeanguka. So ukiingia huko, wao mtu anasema nimekaa miaka 20 bila kuonana na mama yangu. Na unajua mama wako wako pale ndani. Wanakukata line na watu wa kwenyu kabisa, kabisa. Sasa kuna GSU nafikiri alipelekwa pale akakufa, wakazika mara moja. Sasa ndio polisi wakawafuatilia, wakawashika wote. Wakawapeleka polisi. Wakawaambia kutoka hapa tumefunga hii kanisa, kila mtu aende kwa. Wakasema hapo police station hatutoki, labda mtuue. Lakini mimi siwezi rudi kwetu. Na ukiangalia vituko wanafanya ujinga, wanafanya vitu ambavyo si sawa. Na wanajivunia. Nafikiri sasa nimekuambia hao ndio wamejaa kwa TikTok. Ukiscroll TikTok utawapata tu wamevaa manguo kubwa, marosari mrefu. Wanafanya vitu zingine ambazo si sawa. Paka unaangalia vijana wadogo, watu wazuri, nasema imani. Wanasema tutatetea imani yetu, hii ni vitu yetu. Na wanaabudu nini? Kipicha kia mtu. Kipicha kia mtu kilikufa, kimeoza hata akiuko. Lakini huwezi mtoa hapo, kwa sababu Kenya anafanya amejengea imani. Wapendwa, mara nyingi Ukristo inakosa kuenea vizuri na kukua powerful kwa individuals kwa sababu hatujajengea Ukristo yetu imani. Tuko tu tunasukumwa hivi vitu ya Mungu, lakini unapata haujisukumi. Halo, unapata ufanye nini? Haujisukumi, unasukumwa. Watu ambao wako kwa cult hawasukumwi hata kidogo, wanajisukuma. Tuko na ile nyingine ilikuja juzi, ile wanavaa manguo mrefu hizo. Ule mtu amejisukuma by force. Hauwezi ongea kuhusu wewe mhubiri wao, hata watakugonga. Na ukiangalia mhubiri vile ameweka ndevu mpaka tu unashindwa, si ukue mwerevu, si utumie kima, si unyoe ndevu ikae mzuri. Mkoa ndevu imekaa mbaya hii, si unyoe, ukae smart. Lakini huwezi muongelelea, hawezi kubali. Lakini wataona wasichana wa mama wakivaa miniskirt wanaongea mbaya. Lakini hiki ndevu kichafu kimekunjwa hapa, hiyo si mbaya. Sasa hawamsemi ni mmoja, wanasema wako wangapi? Wawili. Na hauwezi mthibitishia ni mmoja. Ni kwa nini? Hiyo kitu wamefanywa nini? Wamejengea imani. Sijui kama unapata point yangu. Wamejengea imani. That's why unapata akishika, anashika kama kupe. Ukitoa utawacha kichwa hapo. Anashika na anakwama nayo kabisa. Lakini sisi Ukristo hatujashika na tukwame nayo. Kigusa mtu kidogo tu anatoka kanisa. Ni kwa sababu hatujajengea imani hii Ukristo. Tuko tu tunataka tufanyiwe, lakini personally haujaijengea imani. Chochote utaijengea imani, nataka kuambia utatingizwa na mtu. Amen. Jengea kutoa. Jumapili nitakuwa nikiongea kuhusu kutoa ni kitendo cha imani. Usikose hii. Usikose kusikia, itakuwa ya nguvu tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Then after that, hakuna mtu anaweza nisomea andiko yoyote anifanyie nini mimi aniambie kuhusu kutoa, kwa sababu nimeijengea imani. Sitoi tu kwa sababu niliambiwa nitoe. Maana bado tuko na Wakristo wengi wanatoa kwa sababu tunawaambia toa. Lakini we mwenyewe hauna personal foundation kuhusu giving. Prayers, acha nikuambie, tunaomba haijibiwi, bado tunaomba. Kwa sababu hii maombi tumeijengea imani. Unajua mimi nimeomba, naona hakuna kitu kinatendeka, nimeacha maombi. Jengea imani maombi. Ijibiwe isijibiwe, hiyo iko na msingi wake. Nataka kila kitu ya Mungu ijengee imani. Kila kitu ya Mungu ijengee imani. Maana mambo ya Mungu wengi tunafanya kwa sababu tumeambiwa. Ndio unaona nasukumwa hata kuomba mpaka usukumwe. Vingine tunafanya maana tumesikia kwa watu. Ni sawa, wacha ukua kusikia kwa watu iwe ni habari njema imekufikia. Lakini sasa kuanzia leo, jenga imani ya hii vitu ya Mungu. Sawa, umenihubiria, umenileta kanisani, Mungu akubariki. Sasa niruhusu na mimi nijenge imani hiyo. Ndio siku ile utakwazika, ubackslide, urudi nyuma, sitatoka. Unajua ndiye alinileta kanisa, sasa anatoka. Hakuna. Nafika na jenga imani yangu kuhusu Mungu.
hata kuhusu Mungu. Kuwa na foundation mzuri ya imani kuhusu Mungu. Kuwa na foundation mzuri kuhusu Mungu. Ukosefu wa foundation mzuri ya imani kuhusu Mungu ndio kesho mtu akitwist kidogo unakubaliana na yeye. Kile kinatuma watu wanabadilishwa haraka. Zima hizo sauti. Kuna kitu inasababisha watu wanabadilika haraka. Wanabadilika haraka. Kubadilishwa haraka kuna maanisha kwamba hauna msingi wa hiyo jambo. Hauna msingi wa hilo jambo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuwa na msingi. Ndio kama zako mwambie jenga msingi wa imani. Ndio kama zako mwambie jenga msingi wa imani. Bwana asifiwe. Hata hii maombi ya kukuja asubuhi, ijengee msingi ya imani. Ijengee msingi ya imani. Hapana kuja tu maana unasikia kuna kuwaga na maombi ya asubuhi. Ijengee msingi. Nakwambia utaifanya siku zote. Utaifanya siku zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Utaifanya siku zote. Au utaritaya. Watu wanaritaya maana kenye wanafanya hii kuwa na msingi. Bwana asifiwe. Nataka uangalie maisha yako ya katika nyumba ya Mungu. Angalia vitu zote zenye unafanya. Uko na msingi mzuri wa imani kuhusu kenye unafanya. Uko na msingi mzuri wa imani wa kenye unafanya. Ama unafanya kwa sababu unapenda. Wacha kufanya vitu ya Mungu kwa sababu unapenda. Usifanye hiyo. Siku ile utawacha kupenda. Siku ile utachukia. Si utawacha kufanya. Na upendo wewe ina maana? Upendo wewe inaisha. Usifanye hivi tu. Unajua mimi napenda sana kuimba, ndio wacha niingie praise maana napenda kuimba. Hautakaa kwa praise. Kwa hiyo kikundi hautakaa. Maana ukishakaa utapata upendo unafanya unadidimia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi napenda maombi. Unajua watu wanapenda kusema napenda maombi. Mimi sipendi kutumia hiyo lugha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna vitu mingi tunapenda lakini hatuna na hatuwezi kuzifanya na hatuyuko. Hata mimi napenda Amerika. Lakini si yuko huko, sijaenda huko, sijawaza kuenda, lakini napenda. Lakini napenda. So unaweza penda kitu na ukifanya. Unaweza baki tu na mdomo, mimi napenda maombi. Mimi napenda maombi. Mimi napenda maombi lakini hauombe. Tuache kufanya vitu ya Mungu kwa sababu tunapenda. Amen. Hizi vitu ya ulimwengu, fanya vitu ya ulimwengu kwa sababu unapenda. Hii vitu ya Mungu hatufanyi kwa sababu tunapenda, tunafanya kwa sababu tumeamini. Si kupenda ni kuamini. Si kupenda ni kuamini. Nasema si kupenda ni kuamini. Vitu ya Mungu ni mambo na imani. Ni mambo na imani. Maana upendo yako tunaweza ibadilisha. Lakini imani ni kichwa ngumu Bwana. Nataka ujiulize kwa nini wewe unakuja kanisani. Na je, uko na msingi umeweka kwa sababu ya kukuja kanisa? Sasa tuko kwa season ya mvua na baridi. Kama unapenda kwenda kanisani, upendo yako itazidiwa na mvua. Upendo yako itazidiwa na baridi. Utakaa kwa nyumba mpaka jua ikue. Unajua imani inapita season zote. Season mbaya, season mzuri, imani inabaki imesimama. Lakini upendo itakuwa challenged wakati wa season mbaya. Upendo yako itakuwa challenged. Na kuna uwezekano inaweza badilika. Lakini imani inasimama majira yote. Niko hapa asubuhi kukuhimiza mambo haya ya kimungu, fanya kwa imani. Fanya kuwa na msingi wa imani. Watu watasema kenye wanafanya, watu watafanya, but utabaki unasimama unaendelea kuifanya. Kwa sababu siifanyi kwa njia yoyote. Niko na msingi wa imani ambao ninafanya kwa kuamini. Ninaifanya kwa kuamini. Si naifanya kwa kuambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukaandikiwa kitabu cha Waibrania 11 kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Nilikuambia kitabu cha Waibrania chapter 11 ingeandikwa kitabu Biblia ingine. Ituambie kwa imani ya watu wote. Ingejaa tena ingekuwa Biblia ingine ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaonyeshwa ile matendo yote, hata bahari ya Shamu kupita walipita kwa imani.
Bwana asifiwe. Hata bahari ya Shamu walipita kwa njia gani? Walipita kwa imani. So kumaanisha ya kwamba vitu vyetu vyote tuvijengee imani. Tuvijengee imani. Tuvijengee imani. Kama unataka kufanya hii vitu ya Mungu siku zote, jengea imani. Unajua kuna kaimani unajengewa kakuambiwa na watu. Umekubaliana nayo, umeiamini kwa sababu nimekuconvince. Kumbuka pia hizo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi naongea kuhusu imani ambayo inakuja na nini? Kutoka kwa neno la Mungu. Hiyo ndio imani mimi naongea kuhusu. Na ninaongea kuhusu jinsi ya kujengea imani ni kusoma Biblia, usikie vile imeandikwa kuhusu hilo jambo, kisha baadaye uamini vile imeandikwa, alafu uanze iweka kwa matendo. Hiyo ndio imani naongea. Siongei kuhusu imani ambayo imejengwa kwa kuambiwa na watu. Vile watu wamekuelezea ukaamini. Mimi naongea sana kuhusu vile imeandikwa. Maana nataka kujenga imani ambao ni ya neno. Sitaki kujenga imani ambao ni ya kuambiwa. Siku ile mtu ataruka wewe, utakatana hata na vile alikuambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tujenge imani yetu kupitia kwa neno la Mungu. Enda jenga imani yako kuhusu vitu unafanya. Maana unakumbuka kitabu cha Luka 6:46 na kuendelea. Biblia inaongea kuhusu Yesu akasema, kwa nini kuniita Bwana Bwana lakini hamyatendi ninayo yasema? Akasema, nitaonyesha mtu ambaye husikia na kutenda. Anawafananisha na wajenzi wawili. Amen. Yule ambaye husikia na kutenda ni mfano wa mjenzi aliyejenga nyumba kwenye mwamba, akachimba kabisa. Na yule ambaye husikia na hatendi, Bwana Yesu asifiwe, alijenga kwenye mchanga. Wote wawili walipomaliza kujenga, nini ilifanyika? Jaribu lilikuja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara ukishamaliza kufanya chochote, jaribu itakuja kujaribu hiyo kitu. Wewe unasema nataka kuanza kujifunza kufunga, jaribu litakuja. Lione kama hiyo nyumba umeijenga kwenye msingi mzuri. Na neno hapa ni penye nyumba ilijengwa, foundation. Neno ni msingi. Bwana asifiwe. Uimbaji wako iko na msingi, maana itajaribiwa. Uhubiri wako ni sawa, iko na msingi mzuri, maana itajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Itajaribiwa. Ni ombi langu wakati wa kujaribiwa usimame. Ni ombi langu moja kubwa ni hii, wakati wa kujaribiwa usimame. Kama kuna mashujaa wa imani, ni wale walishinda kujaribiwa. Mtu ambaye hajashinda, hajajaribiwa, nilikwambia hata usimfanye kuwa rafiki yako wa karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Simama karibu na watu ambao walijaribiwa na wakafanya nini? Na wakasimama. Hao watu ni wazuri. Hao watu unaweza jifunza kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wakati wa kufanya nini? Wa kujaribiwa. Ukisimama hapa uwe unasema unataka kusupport Pastor Simiyu vizuri, ministry na Simiyu vizuri, hiyo lazima itafanya nini? Lazima hiyo itajaribiwa. Ni ukweli ama tu ni msisimuko uko na? Ana Mungu anaambia shetani, si unaona vile mtu amejitokeza kusimama na Simiyu. Mungu anasema hakuna shida, tujaribu tuone kama ya ukweli. Tupime kwanza ndio tuongee Mungu. Unakuja ndio utakutana na watu wenye wanaongeaga vibaya kuhusu Simiyu. Shetani anafungua hiyo mlango. Shetani anafungua mlango. Watu wanakuchokora mawazo. Alafu sasa inaonekana utaendelea vile ulisema ama itaishia hapa. Ukisimama useme niliamua, umeshinda jaribu. Bwana asifiwe. Lazima tujue jinsi ya kushinda nini? Hizi jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya wengi ilijaribiwa kwa hii kanisa. Watu wengi walijaribiwa sana kukaa kwa hii kanisa. Ni ukweli, wewe ni wa winners. Ilijaribiwa na wengi mlifanya nini? Wengi mlishinda. Kwa sababu mlishinda yale majaribu, mkasikia hayo yote na ukasema mimi bado niko winners. Bado niko winners. Unajua ni nini ulifanya? Ni jaribu ulishinda. Amen. Bwana asifiwe. Jengea imani. Geukia mwenzako mwambie jengea imani. Ama wekea msingi mzuri wa imani.
Leo kama zako mwambie wekea msingi mzuri wa imani. Kenye unafanya wekea msingi mzuri ya imani. Siongee kuhusu msingi mwingine, wekea msingi mzuri wa nini? Wa imani. Ndio saa zile utajaribiwa utafanya nini? Bado utasimama, utawaambia ninaifanya kwa sababu ninaamini. Mimi sitaki tufanye vitu ya Mungu ovyo ovyo. Nataka tufanye kwa sababu tunaamini. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Inua mikono yako, mshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai. Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, Baba ninakuhimidi, Baba ninakupa sifa, Baba ninakupa utukufu katika jina la Yesu. Ni asante kwa wema wako, ni asante kwa fadhili zako, ni asante kwa ukuu wako, ni asante kwa kuwa wewe ni mwema. Hakuna kama wewe Bwana. Wastahili sifa Bwana, wastahili utukufu Bwana. Katika jina la Yesu ninakutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mtakatifu, ninakutukuza kwa kuwa hakuna aliye kama wewe Bwana. Sifa ni zako na utukufu ni wako asubuhi ya leo. Tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema, tunakuinua kwa kuwa unastahili Bwana, tunakuinua kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu katika jina la Yesu. Nimeamini yote yawezekana. Baba ninakushukuru kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Utukuzwe na uinuliwe Mungu wa baraka asubuhi ya leo katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Amen. Mtazamaji wangu, nashukuru kwa kipindi hiki ambacho tumeweza kuwa pamoja na wewe. Nachukua nafasi kurudisha shukrani mbele za Mungu kwa ajili ya kutupatia wewe katika jina la Yesu. Asante kwa kutusikiliza kila mara, kila wakati katika jina la Yesu. Natumai ya kwamba umeweza kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Ibada hizi umeletewa na kanisa la Winners Celebration Center, a fellowship where everybody is somebody. Na mimi wako Apostle PMC, Voice of Fire. Kanisa la Winners linapatikana Kericho Town, nyuma ya Chevron Supermarket kwa uwanja wa Soweto Driving School. Ukija pale utapata jengo limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana kwa ajili ya elimu ya Mungu katika jina la Yesu. Uchukue nafasi kuzidi kukukaribisha katika ibada zetu za online na pia ibada zetu halisi hapa kanisani. Itakuwa baraka kukuona katika jina la Yesu. Kutoka hapa kwetu tunakutakia kuwa na siku ya baraka. Amen. Amen. Simama juu, shika sadaka zako tunapomwabudu.